kwa takbira, lakini anaanza kwa tahmidi hutuba zake zote. Saidi Sabiq mujallada wa kwanza kwenye khutbatul Eid amealiki vizuri Nasruddin Albani katika nuskha mpya ya Sheikh Nasruddin Albani. Kwa hivyo Waislamu tuna muda mrefu sana tunafarikiana, hatuelezani baada ya kumaliza. Naam, na mimi tuko na Mwalimu Jadis na nategemea kuwa alikuwa naye kwenye ile khutba ya Eid. Sijui Sheikh, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa ufupi, kwa mukhtasari, sijui unatuambiaje kuhusu yale maneno ya Sheikh mwisho kabisa katika mawaidha yake ya mwisho uliokuwa umehudhuria kwayo, na kidogo tuambie kuhusu Sheikh yale ambayo unayoyafahamu kwake. Kwanza nitaanzia kwa yale ambayo unayafahamu kwake. Sheikh Yusuf ni mtu mwenye amesomesha watu wengi. Sheikh Yusuf wakati anaanza kufanya kulingania watu iko pamoja na Kadum, nafikiri si yote tukua tunaacha kula chakula nyumbani, tunaenda kwenye darasa. Akienda Kinama tunaenda, Chibitoki, pasi zote pia akienda tulikuwa tunaenda. Mpaka siku moja mimi nilikuwa muadhini mkubwa pale Barabara 13, kwa nikingaliki mdogo mdogo, sauti imezibuka safi safi, Qur'ani safi, na kuna visomo vya alinisomesha. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu amrahisishie. Huyu Sheikh Yusufu amefanya mambo mengi katika Uislamu, ninyi hatuwezi tukahesabu. Nakumbuka katika enzi za hiyo miaka Babu Rama amesema alikuwa anajipa moyo yeye peke yake, anatembea anabilimani wapi wapi. Hizo ni kumbukumbu ndogo ndogo ambazo tunaweza kuwa zisema katika yale ambayo tunamtambua kwayo. Ama kuhusu siku ya Eid, naona kama Sheikh Yusuf alikuwa naaga. Sheikh Yusuf alikuwa naaga kwa sababu alisema masheikh wote warudi katika umoja, washikamane, wawe kitu kimoja. Ile khutba ilituliza, iliwaliza na wengine. Kumbe nyuma yake palikuwa kitu chenye kiko khafii, maana kitu kimefichamana hapa nyuma hapa. Ndio maana unaona laiti tungekuwa tunajua tungesema kama alikuwa anatuaga, lakini tumejua nyuma ilikuwa ni khutba ya mwago. Ndio kusema khutbatul wadaa, hiyo maana yake ya kuaga, hiyo ndio khutba yake ya mwisho. Ndio maana tumeamua kwa ajili ya muda wetu, tutapopanga na wenzangu wako hapo kina Sheikh Dunia, insha Allah tutoe taratibu itakuwepo. Tumesambaratika muda mrefu sana mpaka tumekuwa kama vile mwitu umla kondoo aliyoko mbali ya mchungaji. Mwenyezi Mungu ataleta khairi insha Allah, atuletee taufiki na umoja, sababu bila shaka mbwa mwitu kama alivyosema Mtume umla kondoo aliyoko mbali ya mchungaji. Sio chini ya miaka 8, miaka 10 tunafarikiana mpaka tumekuwa katika uwanja wa dini. Ndugu Islam, tumekuwa kama vile wacheza mpira, pako waenteri siji pako wa vitalo. Dini sio hivyo. Dini tuwe kitu kimoja, tumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakuwa kila shekhe ana wafasi wake, tunaigawa dini, tutafikia wapi? Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zote hakuna ibada ameitukuza na akaiwekea malipo kama vile ibada ya saumu wa Islam. Sheikh Yusufu ni mtu alipigwa vita sana katika uhai wake. Pako vita moja alipigwa mimi peke yangu niko naona vita. Alikuwa anatoa mada, watu wanatoa nyumba za kupigia muziki. Wangetoa hizo nyumba wakazigeuza zikawa madrasa. Palikuwa wazee pale wapenda vinanda, ndio wa president wa vinanda. Nisikia misonyo msikitini siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa unasikia msonyo. Ni kitu kiliniumiza sana, lakini hakuacha. Wengine walikuwa wanakuja, unaona mtu anagonga kwenye mkono wake. Siku ya Ijumaa Sheikh iko na hutubu, unaona anagonga mkono hivi.
Mkamwambia acha mawaidha yako hayo, sasa zimefika za kusali, anagonga mkono. Akisha Yusufu alikuwa yani anaenda na hali za watu gisi zilivyokuwa. Kifupi sifa zake ni nyingi tu, na sio kusema alikuwa mkubwa sana pako wenye wanamzidi ukubwa wako, lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu anapompenda Mwenyezi Mungu anamchukua, Mwenyezi Mungu anapompenda mja wake anamchukua, anamsafirisha. Na tumeondokewa na kipenzi chetu, tulimpenda na tutazidi kumpenda na hatutamsahau katika dua zetu. Kitu kikubwa cha nakumbusha Waislamu, wasimsahau katika dua zao. Alafu cha pili, wasisahau kwenda kuiona familia yake. Hivyo ni vitu viwili ambavyo navyovihusia. Kingine cha mwisho, misikiti ishikamane, sio kuwa Sheikh Yusuf ametuondokea alafu msikiti iwe ni mauwanja za fujo. Unajua kama msikiti wa Baraka 13 ulikuwa kila siku ukitaka kuanzishwa fujo zinaziwiliwa, fujo zikitaka kuanziliwa zinaziwiliwa. Labda isiyo kuondoka kwake ndio ikawa mwanzo wa kuanza fujo. Nafikiri walihusia pale makaburini, waliasikia hayo, nilisikia hata makaburini. Na Mwenyezi Mungu amweke mahali pema na amrahisishie kwa lile ambalo lilokuwa lizuri lolote, alimzidishie mara kwa mara, alizidishe, maana yake aipanue kaburi yake. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Yani nitashindwa kusema kwa sababu roho inaenda fasi nyingine, inafika inakukumbuka kifo, na najiona kama na mimi naondoka sasa hivi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amweke tu mahali pema. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa kifupi, hii madrasa hata kama mnaona ili jina hapa mbele yenu halijakamilika, hivi ndio wako analiandika sasa kulirudisha katika uhai. Manake ndo madrasa ambayo Sheikh Yusuf alisoma, japokuwa hatukumuona gisi anavyosoma, lakini ndo madrasa ambayo alisomea ndani yake. Ni shule kongwe ambayo imeanza katika miaka ya 1919. Imeanzia wapi? Imeanzia fasi ambapo panaitwa Matongoni kule karibu ya Mzee Vivant. Afrika mia hapa mwaka wa 1921. Kwa hiyo ni shule kongwe ambayo alisomea shekhe huyu, na mnaiona gisi ilivyo, imesomesha nafikiri nusu ya mashekhe wote wa hapa Burundi. Kwa hiyo ni shekhe ambaye alijitoa muhanga. Madrasa, tizama madrasa aliyoisomea, na alifungua chuo chake kule Baraka 13, lakini penye alipoanzia na madrasa hii ni madrasa kongwe katika madrasa. Unasikia miaka yake. Tungependa na watu wengine waje kuiona hii madrasa kwa sababu imesahaulika kabisa. Mwenye nayo alikuwa anaitwa Hussein Msozelwa. Akafa. Alipokufa akachukua khatamu ya kuiongoza mtoto wake Mahmud Hussein. Mahmud Hussein akachukua hatamu akaiongoza, akafa na yeye. Ikachukua mtoto wake ambaye ni Ramadan Hussein, hivi ambaye anashughulika na shule hii na amechukua udhamini wa namna wanafunzi waendelee kusoma. Ni huyu Ramadan Hussein ambaye ndio mtoto wake mwanaume ambaye yuko hapa, na wako watoto wake wengi, mmoja wako Tanzania, wengine wako Mombasa, wengine wako fasi nyingi tu, lakini wote wanataka chuo hiki kiendelee. Tunawakaribisha wale ambao wote watataka kuja kukiona chuo hiki, waje na ndani waingie, watizame gisi madrasa imezeeka, watizame ni kitu gani chenye wanaweza kuchangia madrasa ambayo ilimsomesha Sheikh wetu Sheikh Yusuf Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim.
Ndugu mtazamaji, bado tunaendelea kuwahoji baadhi ya mashekhe ambao walikuwa karibu na Sheikh Mahmud, Sheikh Yusuf Mahmud almarhum, na hivi sasa tuko kwenye masomo ambayo Sheikh alisomea na tunamwona Sheikh mbele yetu ambaye alikuwa karibu yake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Sheikh, tuko hapa tunakuja kuuliza kidogo yale ambayo unafahamu kutoka kwa Sheikh wetu almarhum Yusuf Mahmud, hasatan katika yale ulioishi na maisha ambayo umeishi naye toka alipokuwa hai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله. بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, muweza kila kitu, mshinde siyashindwe, mwenye nguvu za ziada rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimwendee kiongozi wa umma, alize na sahabaze na watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya kiyama. Kwa hakika kijana wangu, kwa ulizo lako, masha Allah, kumbukumbu za Sheikh wetu mpenzi wetu Sheikh Yusuf Mahmudu zina urefu mkubwa sana, wala tuwezi kuzizungumza kwa muda mchache kama huu, lakini kwa njia moja au nyingine tutazungumza yale ambayo labda aliyokuwa karibu yetu insha Allah. Kumbukumbu ya Sheikh Yusuf Mahmudu, kama nitakuwa sikusahau kwa mbali au kwa karibu, Sheikh Yusuf kasoma katika chuo cha ETS cha ufundi kabla ya kuingia katika shughuli za dawa, na kule alhamdulillah alimaliza katika chuo hicho. Na kwa bahati nzuri au mbaya kwa njia nyingine, kapata kutumika katika kiwanda ambacho masha Allah hakikuwa kiwanda cha mambo ya mwelekeo wa dini. Baada ya kuipata taarifa ya mwelekeo wa dini, kiwanda hicho aliachana nacho na kujiunga katika misingi ya mambo ya dawa. Na mwaka wake wa kuweza kuanza kujitumbukiza katika taratibu za mambo ya dawa, kama nitakuwa sikusahau, labda miaka ya 69 70 kwa Sheikh Kadum, ndipo alipoanzia hapo taratibu za kuweza kupata dawa yake na kujifunza kwa shekhe huyo elimu iliyokuwa kubwa, tena kwa muda ambao ulikuwa mrefu. Chuo cha Madarasa Hussein masha Allah amekisoma katika kupitia tu nyanja zile za mwanzo, na baada ya hapo akawa tu ametoka katika kushughulikia taarifa zake za mambo ya maisha, lakini mwishowe aliona kwamba hakuna njia nzuri ambayo labda anaweza kuitumilia isipokuwa kuingia katika taratibu za kusoma mambo ya dini yake Allah subhanahu wa ta'ala na sera za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo yanatosha kidogo katika taratibu zake. Yangine kama utaulizwa inshallah tutakuwa tayari katika kuelekeza. Na hivyo shekhe, sijui sawa na maisha ambayo uliishi pamoja na shekhe na ulivyomwona na kumsikia shekhe wetu, alikuwa na akida gani ambayo labda tunaweza tukaambia watu ambao walibaki nyuma yake akida ya shekhe ili tuifahamu na tuitambue, hasa tani kwa wageni ambao hawakumdiriki shekhe? Muda mzuri, muda muwafaka, alhamdulillah. Sheikh baada ya kuisha kuingia katika uwanja wa da'wa, masha Allah, alichukua akida iliyokuwa sahihi, akida ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha na kitu kingine, na kumjua pia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni mtu jasiri, alikuwa ni mtu ambaye kila kilichozungumzwa ndani ya Qur'ani akiwa na uwezo wa kukitekeleza masha Allah, katika watu ambao wanakuhesabika miongoni mwa watu wa sunna, alikuwa
ni kipenzi chetu Sheikh Yusuf Mahmud. Kaleta ushahidi wa aya nyingi kuonyesha kwamba kitabu ndio huda na sunna ndio huda. Wayatabia, na kaifata ghaira sabili almu'minin, njia isiyokuwa ya waaminifu, njia ya maswahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza kule kule alikoelekea, lakini kila mambo, kila vitendo vina malipo yake. Kheri na malipo yake, njia ya kheri na malipo, na njia ya shari na malipo. Wanuslihi jahannam, na tutamfikishia katika moto wa jahannam. Wasaat maswira, na mafikio mabaya yalioje kufikia katika moto wa jahannam. Tayyib, maksudio ya sheria. Mwenyezi Mungu anamueleza mtume wake na waislamu wote ndani ya Qur'an, tekelezeni shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din, an aqimu ad-dina la tatafarraqu fihi kabura ala al-mushrikina ma tad'uuhum ilayhi. Allahu akbar. Na alikuwa ni mtu hakubaliani na mtu wa aina yoyote ambaye labda atakuja na sera ambazo zisizokubaliana na ukweli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ni mtu ambaye anapinga kila kinachoenda kinyume na maadili ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo wake na mwisho wake. Alikuwa ni mtu ambaye sunna za kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizibainisha kiwaziwazi, kwanza kwa yeye kuzitekeleza, halafu kuzifikisha kwa watu wengine waweze kuhakikisha kwamba hili jambo ni jambo ambalo lilikuwa la muhimu. Shekhe katika taratibu za mavazi, masha Allah, kawaelekeza watu taratibu nyingi sana za mavazi, lakini ndio hivyo kwa mjumbe kazi yake ni kufikisha. Alikuwa ni mtu ambaye anayefikisha. Habari za ndevu kazizungumzia kwa muda mrefu, masha Allah, lakini wenye kupinga walipinga, lakini alikuwa ni mtu yuko na msimamo katika jamii ya nyanja zote. Mambo ya mashia kazungumzia. Tizame Allahumma, ile katika lugha ya Kiarabu neno la kuomba, ewe Mwenyezi Mungu, kuomba Allahumma hdina fi man hadait. Tunafanyaje kwenye kunuti? Ewe Mwenyezi Mungu, tuongoze katika wale ulioongoza. Ndio yule mke akaja, mtume akamwambia wewe ni al-baiti wangu, lakini umeshasameheka. Atamuombea tena ajeuna aya mteremka ajili yake. Ndio maana akamwambia yeye atoke. Hiyo ni chenga, kama ukisema hii hadithi hautoigundua mpaka uende katika sharh ya hadithi na uzamilie katika elimu. Sasa kwa hivyo hapa ndipo nilipendelea kuambia hiyo chenga, hiyo hadithi ya kisa ni hoja kwetu sisi, sio hoja kwao, kwa sababu zile aya zote ziteremka kuwatakasa wakeze mtume. Mtume akaona ana huruma na ndugu zake, akawafunika na wao awaombee washirikishwe katika ule msamaha. Ndio maana akawafunika vile vizazi vinne. Jazakumullah. Na basi hapa ndio kama maudhui leo tusimamia hapo. Ziko sehemu zingine inshallah tutamuomba mtayarishaji na wengine tumeshazungumza waendelee, kwa sababu nataka mada mbalimbali tuwaelezee, na tujieleza Shia na Qur'an, na tujiuliza Shia na watu wa nyumba ya mtume. Kuna Shia na maswahaba, wana mambo mengi sana Sheikh ya Uislamu wao yenyewe waliongeza, hata Qur'an waliongeza inshallah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo ya makadiani kawazungumzia, kawaeleza waumini kwa ujumla
taratibu zinazofaa katika kumfata Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo alikuwa ni mtu muwahid lillahi subhanahu wa ta'ala. Na sijui Sheikh, ulikuwa kwenye khutba yake ya mwisho ya Eid Jumuiya? Sikitiko ndogo tu ni kwamba sikudiriki kuswalia jumuiya, lakini niliswalia mimi markazi, lakini nilipata tu kusikia usia wake watu wanakayozungumzia kwamba alikuwa katika hutuba yake anawaomba usia wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu amkubalie yale ambayo aliyozungumza siku hiyo ya Eid. Mungu ayapige picha, Mungu ayatie katika nyoyo za wale watu ambao waliosiwa wawe kitu kimoja kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kazungumzia kwamba mashekhe wote wawe kitu kimoja, wasahau yale ambayo yaliyotangulia, wagangi atakayokuja wajikusanye wawe kitu kimoja, wajadiliane. Kutofautiana si kwamba ndio sababu ya kwamba watu wasiwe kitu kimoja. Mnaweza mkatofautiana, lakini mkijumuika mnakuwa kitu kimoja katika kufumbua ufumbuzi wa lile ambao labda mnaweza kuwa mmetofautiana kwalo. Kwa hiyo usia wake masha Allah kwamba mashekh, nakusieni kwa ajili ya Allah, mimi ndugu yenu masha Allah, ninaona kule tulikotoka na kule tunakokwenda picha yake sio nzuri. Ninaomba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tujumuike, tuwe kitu kimoja, tuikae katika meza moja. Tofauti zetu sio za kututenganisha. Hata waliotangulia walikuwa wanatofautiana, lakini walikuwa wakifikia katika jambo ambalo la kumwokopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanarudia katika dalili zake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanajiweka fasi pamoja, wanakuwa na kitu kimoja. Kwa hiyo usia wake kwa mimi masha Allah, nainua mikono yangu kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amkubalie usia wake aliotoa, awapambe mashekhe wa Burundi wote kwa ujumla, wajumuike na wakusanyike na waendee na wajaribu kulizungumza jambo hilo katika kila nyanja, ili watu wote, mashekhe wote kwa ujumla wajumuike, pasina kuwasahau na vijana wote ambao waliosoma dini, waliosoma elimu, waweze kujumuika, wakusanyike, kwa sababu ndio vijana wa kesho watakuja kuchukua nafasi hizo ambazo shekhe meziacha na wengine wataziacha. Wawajenge vijana katika njia ambayo nzuri, waweze kuutumikia Uislamu na Waislamu, na waweze kukipaza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kiwe juu kulikoni vitabu vingine vyote. Naam, tunashukuru Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilipendelea kwamba kujitaja kwamba nimeulizwa na vijana wangu. Mimi kwa jina naitwa Bashir Ramadhani Saidi, jina maarufu Mwalimu Para, nikiwa ni mwalimu mmojawapo katika chuo cha Madrasatul Hussein. Na muomba Mwenyezi Mungu kwa ufalme wake na kwa uwezo wake, fikra alizoziacha shekhe wetu masha Allah ziwe fikra za kudumu, na wengine wote waziendee. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, tulikuwa tunaomba kwa dakika chache na ndogo inshallah utuambie kidogo kuhusu Sheikh Yusuf Mahmud al-marhum, na kipi kama usia ambayo unaweza kutupa sawa na yale maneno alizungumza Sheikh Yusuf Mahmud katika maisha yake, hasa katika da'wa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man sala ala nahji bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Kwanza kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lolote lile ambalo litakalofikia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kufa. Kwa hiyo ndugu yetu Sheikh mpenzi wetu ameitika mwito, lakini ni makadara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa juhudi ambazo alikuwa nazo, ilikuwa ni mtu ambaye umma ukingelo na muhitajia, lakini makadara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwita. Sheikh Yusuf Mahmud aliwahi kuwa naibu wangu katika umufti wa Burundi. Kwa kweli ilikuwa ni mtu ambaye shujaa, ambaye anajitolea, ametumikia jamii kwa siku nyingi sana. Alikuwa
anajinyima usingizi, hata akiwa na ugonjwa anakubali kuja kutumikia jamii inshallah. Tumetumika mambo mengi sana na yeye. Naweza kusema kwamba ni mtu ambaye alikuwa na bidii, hasa akisikia jambo la dini, masala ya dini, anakuwa ni mwepesi wa kuja kusaidia jambo hili, aone kama anaenda kwenye mstari. Namkumbia kia sana kwa masala ambayo yalikuwa ni masala ambayo ni ya mirathi. Ni mtu ambaye kabisa alinisaidia sana katika upande wa mirathi. Tumetatua masala mengi sana ya mirathi, hali ya kwa ambao Waislamu wameridhia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kila fani ya dawa alikuwa ameenea. Kuhusu mirathi alikuwa anaenea, kuhusu da'wa alikuwa anaenea, kuhusu kama katakisa alikuwa anaenea. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajitolea. Kuhusu sunna, mtu ambaye alikuwa wa kuigiza, alikuwa ni mfano wa kuigiza. Katika masala ya sunna ni mambo ambayo alikuwa hawezi kuchelea. Hata wewe na nani atakwambia ni kitu ambacho mauhibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yompa ya kusema ukweli, ya kusema haki, hata ikiwa watu watachukia. Kullu haqq walau kana mur. Hiyo jambo kabisa alikuwa amelizingatia. Kwa hiyo tutamkumbukia kwa mambo mengi sana ndugu yetu Sheikh Yusuf. Tukisema kwamba ni mtu ambaye hana mfano wake. Laiti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala labda katika nchi ya Burundi atatupatia mtu shujaa kama yeye. Mpaka hivi naweza kusema kwamba Burundi hatuna mtu shujaa kama yeye ambaye anaona batil anaizungumza kisi ilivyokuwa bila kumjani mtu yote ule. Lakini washehe wengine mara nyingi katika kuona mara nyingi katika batil wanakuwa wanakwepa, lakini yeye jambo hilo kabisa alikuwa akiwa bayana na semesha haki. Ukipenda ukasirike, ukipenda ufurahi, lakini haki anaitoa bila kujali mtu yote ule wala bila kujali maslaha yake. Ndio kitu ambacho naweza kumkungutia kwamba alikuwa anasemesha haki, haogope haki hata ikiwa haitamridhisha mwenyewe anaambia. Jambo lingine kwa nampendea, alikuwa mtu mwepesi sana katika masala ya dini. Hata kama anasinzia tukimwambia ni sala ya dini ataamka tu, atakuja jambo hilo atalitumikia. Ndio vitu vile ambavyo mimi naweza kusema kwamba nitamkumbukia kwa Sheikh Yusuf wangu, naibu mufti wangu, sitomsahau na tutazidi kumwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala amweke pahala pema na ampe ujira mzuri, na tukiombea pia Waislamu wa Burundi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala antupe shujaa kama yeye, mtu ambaye mwenye kujitolea aje tumikie Uislamu ili Uislamu Burundi urudishe umoja, ili Uislamu Burundi turudishe kuwa kitu kimoja kama tulivyokuwa awali. Naam, tunashukuru Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Bismillahir rahmanir rahim. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي